Mfumo mpya wa kidijitali wa usajili wa makurutu wa polisi. Wakazi wa Turkana wamesifu hatua hiyo, wakisema itasaidia kukomesha ufisadi na mapendeleo wakati wa usajili wa maafisa wapya wa polisi. Wakazi hao wameeleza kuwa ufisadi umekuwa kikwazo kikubwa katika mchakato wa usajili wa polisi, hali ambayo imesababisha kuajiriwa kwa maafisa wasiokuwa na uadilifu na kujituma kazini. Wanasema kuwa mfumo wa kidijitali utaongezwa uwazi kuhakikisha kuwa makurutu wanaajiriwa kwa misingi ya sifa na uwezo badala ya upendeleo na rushwa. Kusema tu ukweli, mimi mmoja ambaye nilikuwa nimewahi kusimama kwa line wakati za kitambo, ilikuwa ni 77. Niliona hiyo wakati watu walikuwa wanachaguliwa na vile mtu anafit. Lakini leo hii tuko na watoto hapa ya form 4 wengi ambaye wako na D na C. Leo hii watoto wengi ambaye tunatuma katika jeshi, mfano hiyo mambo ya Al-Shabaab na nini, ni wale wamenunua kazi na ndio wanaenda na malizo huko kienyeji, kwa sababu yeye alienda kwa sababu ya pesa, hakuenda kwa sababu ya kulinda nchi. Lakini tukiweka online na tuweke namba, county ya Turkana tunataka watoto namba fulani, sub county tunataka namba fulani, tuelewe pia wakati wana apply tujue ni wangapi wame apply na wangapi wamechukuliwa. Bure watu wa nje tu ndio utakuwa naandiko katika Turkana. Kama dhisunyen, mimi nimeunga mkono bile mambo imebadilika, kwa sababu tangu zamani wale wakati wanaandikwa police ama wanaandikwa jeshi ama wanaandika AP ama wanaandika prison, wale watoto watajiri ndio wanaandikwa kwa sababu lazima watu watoe pesa. Hakuna ukweli ilikuwa. Kwa hivyo kama itakuwa hivyo, mimi naona serikali ameona njia nyingine mzuri. Kama sasa juzi imeandikwa hapa imeandikwa prison hapa. Wale waliandikwa hapa walitoka dauni ndio waliandikwa, lakini Waturkana hakuna wale waliandikwa. Kwa hivyo mimi nimeunga hiyo mkono, serikali ameona mpangilio mzuri. Mambo ya ati watu wakuja andikwe siji wapi, waandike wapi, uko ufisadi mingi. Mtu anakuja amepangwa pesa, inakuja inapewa 1200, 1300, 1150, hiyo watu ndio wanaandikwa. Lakini bile ati watoto wanakaa ati wanakuja kuandika, hiyo hakuna. Kwa hivyo mimi nimeunga hiyo mkono. Na mbunge wa Sabati ya kaunti ya Vihiga Clement Sloya ameikosoa Wizara ya Elimu kwa kuchelewa